Ndugu mratibu wa kanda, ndugu mratibu wa mkoa wa Mwanza na timu yako ya mkoa, ndugu waratibu wa wilaya mbalimbali katika mkoa wa Mwanza, ndugu viongozi wa kitaifa wa mikakati yote iliyopo hapa ndani, ndugu viongozi wa mikoa, wilaya na matawi, wanakambi wa Mwanza, na wasalimu tena kwa jina la Yesu. Na wasalimu tena kwa jina la Yesu. It's finished. I am a winner. It's finished. I am a winner. Ndugu zangu, nimesimama hapa tena kwa mara nyingine kwa mamlaka niliyopewa na huduma ya Tanzania Youth Ministries Tayomi nchi nzima kama msimamizi wa taasisi, kwa niaba ya Baraza la Waratibu la Taifa kutoa tamko ambalo litakuwa ni kielelezo cha ufunguzi wa matawi nchi nzima, lakini nalizungumza tamko hili nikiwa mkoa wa Mwanza. Ndugu zangu, kama nilivyoanza wakati wa fundisho kueleza kusudio kubwa la makambi haya ya Pasaka toka kuanzishwa kwake mwaka 92 mpaka leo tulipotoka kuwa na kambi moja mpaka kufikia kuwa na kambi 84 hizi ambazo tunaendelea nazo za Kasfeta na kambi 37 za BCF nchi nzima. Lengo kubwa ikiwa ni kuandaa vijana na watoto nchini kuwa watumishi wazuri wa Mungu, lakini vile vile kuwa watendaji wazuri wa masuala mbalimbali ya kuleta maendeleo katika taifa letu katika nyanja zote za uchumi, elimu, jamii na hata masuala mengine yoyote ya kiroho kama hivi ambavyo tupo kupitia mikakati yetu yote, hasa tukizingatia kwamba tuna mkakati wa EEMC. Mkakati huu unatutunza ili tuweze kukua na kuyafikia maadili ya kiroho na maadili ya kijamii katika taifa letu, kwa kauli mbiu ya kuishi kwa malengo na kutimiza malengo yetu. Ishi kwa malengo, kutimiza malengo yetu. Na kwa msingi huo ndio maana kauli mbiu ya somo la mwaka huu linalobeba msingi wa imani inabeba hata masuala ya maadili ya kawaida, kwamba sisi ni washindi, tunaishi kwa kutimiza hayo makusudi aliyotutia Mungu. Ndugu zangu, kwa BCF kama mnavyofahamu, katika makambi 37 mwaka huu tunahimiza sana kujenga mfumo bora wa malezi kwa watoto, malezi ya kiroho na malezi ya kawaida ya kijamii, ili kumwandaa mtoto akiwa mdogo, anapokuwa tuitengeneze Tanzania bora anayoitaka Mungu. Na mnafahamu yote kwamba Kasfeta yenyewe siku zote usimama ikiwa mbele kwa kauli mbiu yake iliyobadilisha maisha ya kijana ili kubadilisha ulimwengu. Sasa msingi huo vile vile unabebwa na dhana nzima ya maono ya Tayomi kuhakikisha maisha ya kijana yanabadilika. Sasa sio muujiza kubadilisha maisha ya kijana. Tunatambua wakati wa Pasaka Yesu Kristo alienda msalabani kulihakikishia kanisa kuzaliwa kwake, kuishi hapa duniani maisha ya ushindi na kisha maisha ya uzima wa milele. Hivyo kwa kusudi hilo, muasisi wa huduma hii toka kuanzishwa kwa huduma alipewa neno la Mungu kuhakikisha anawakusanya vijana chini ya maelekezo ya Baraza la Waratibu, wanakuwepo kwa pamoja, tunakumbushana kufa na kufuka kwa Bwana Yesu na namna umoja wetu ulivyojengwa dhidi ya watoto wote wa imani ya Kipentekoste nchini na hata wale ambao si wa Pentekoste walioko mashuleni, kuwafikia na kuwaonyesha uhalisia kwamba katika masomo tutakayojifunza upo mkono wa Bwana kutubeba. Kwa jinsi hiyo, ninataka kutoa tamko rasmi kwamba hata sasa kwenye kambi ya Mwanza upo mkono wa Bwana kutubeba. Na kwa kuwa mkono wa Bwana upo kutubeba, kila mwenye hitaji la kiroho na kimwili na kijamii ataona mkono wa Bwana. Kila yeyote atakayeamini kuanzia kambi hii mpaka kambi zote nchini na hata kwenye vyombo mbalimbali vya habari ambapo taarifa hii itafika,
tuelewe kwamba taifa letu limeanza dira ya taifa ya maendeleo 2025-2050. Ndani ya dira ile inataka kuinua vijana wabunifu ambao Mungu atawatumia kubuni mambo mbalimbali kwa ajili ya maendeleo ya taifa lao. Tayari tunataka kutoa mchango kwa taifa kwamba inawezekana kuwapata vijana wabunifu kama alivyobuni mambo mbalimbali Yusufu na hatimaye akasimama kuwa waziri mkuu wa taifa. Neema hiyo iliyokuwa kwa Yusufu iwe juu yetu vile vile. Tutaonyesha masomo ya uongozi na tutaona falsafa ya Daudi aliyesimamishwa akiwa kijana mdogo miaka 17 na alisimama kuhakikisha kundi la Bwana linalindwa na hatimaye baadaye Daudi anasimama kama mfalme. Hivyo tunaamini nafasi kubwa za nchi zinaweza zikafikiwa na viongozi wakafanya kama Daudi alivyoleta suluhu kwenye taifa la Israeli. Hatimaye Goliathi akaanguka na taifa likashinda. Tunaamini taifa letu litashinda kwa maongozi sahihi ya Roho Mtakatifu. Ndugu zangu, kwa maneno haya tunaamini watumishi wa Mungu watafika. Huduma yetu inafanya kazi na makanisa yote ya Kipentekoste nchini. Tunatoa wito kwa makanisa na maaskofu wakuu wote wa madhehebu yote 190 ya CPCT kuelewa kwamba tayari ipo kwa ajili ya kutumika pamoja nao kuandaa vijana kuwa vijana safi ni kulifaa taifa kwa kizazi cha sasa na hata kijacho, na sisi ni sehemu ya hiyo kusudi. Hivyo tunawataka washikamane nasi, wasipigane nasi. Kupigana na sisi wanapigana na kusudi la Bwana, na hivyo Bwana hatanyamaza. Wao ni wazazi wetu, tunashikamana nao na sisi tutaendelea kwa pamoja nao wakati wote, hatutageuka nyuma. Tutapambana na wazazi wetu kwenda kwa pamoja kuhakikisha tunaandaa kizazi. Hivyo tutapata mafunzo kutoka kwa wachungaji na maaskofu na waratibu na walezi na watu wenye taaluma mbalimbali katika makambi haya ya Pasaka, katika maeneo yote ya kiuchumi, ya kiroho na hata kielimu. Kama ambavyo tunaona somo la imani ndio kwa kusudi, tutashuhudia somo la elimu na masomo mengine yaliyoandaliwa na waratibu katika ngazi ya mikoa. Kwa kusema hivi na kwa mamlaka niliyopewa sasa, ninazindua na kutamka rasmi kwamba makambi yote ya Kaseka ya Tayori nchi nzima, makambi 84 na ya DCF 87 nimeyafungua kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kwamba tutaanza makambi na kumaliza makambi salama. Uwepo na uwezo wa Mungu utakuwa kwenye makambi yote. Mungu atatukumbukia, tutakula na kunywa, tutafunga sio kwa sababu hatuna chakula, tutafunga kwa sababu kufunga ni sehemu ya Pentekoste. Tutashuhudia ubadiko wa nguvu za Roho Mtakatifu kama ambavyo tumekwisha kuanza kushuhudia. Natambua makambi yalianza mengine tarehe 27, makambi matatu kuanzia tarehe 27 yalianza kambi ya Chalinze, kambi ya Kibiti na kambi ya Mbulu, na makambi mengine yamefunga siku ya jana kwa sababu ya mazingira waliwahi kufunga, lakini makambi mengi yameanza tarehe 1 mpaka tarehe 5 mwezi huu. Hivyo kwa mamlaka tena niliyopewa, natamka kwamba neema ya Bwana isimame kutuwezesha mkoa wa Mwanza na mikoa mingine yote ili tuwe salama. Nawatakia afya njema, nawatakia mafunzo mema, nawatakia uwepo wa Bwana, nawatakia furaha, na kama mtaweza kufanya michezo ya kufukuza kuku, fukuzeni mkiwa mnajua mnamfukuza kuku wa kushinda mitihani na kushinda mambo yote katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Najibu Mungu akubariki sana. Niwatakie kambi njema mkoa wa Mwanza, niwatakie makambi mema kanda hii ya Ziwa katika mikoa yake yote, Mwanza, Mara, Simiyu na Shinyanga, lakini vile vile makambi yote nchi nzima. Na kwa namna hiyo, kwa upendo mkubwa, mwambie mwenzako, mgeukie, mwambie tuanze salama kambi, tumalize salama. Wewe ni mshindi, ishi kusudi. Mwambie tena, wewe ni mshindi, ishi kusudi. You are a winner. Live with purpose. Mungu alibariki neno lake. Nimefungua